Mwingine huwa anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, mtu amemwacha mke wake talaka moja, kabla eda haijaisha akamwambia mke wake nimekurejea. Yule mwanamke akasema sitaki. Vipi hapa? Alhamdulillah, mwanaume kama ameacha mke wake talaka ya kurejea, yani talaka ya kwanza au ya pili, na eda hajaisha, anaweza kurudisha mke wake hata kama yeye hataki. Sharia haangalii mwanamke, anaangalia ni bado mwanaume anayo power. Kama yeye hataki, sharia haangalii. Madama amerudisha, eda hajaisha, na talaka ikuwa ya kwanza na ya pili, bado sharia inaangalia msimamo wa mume. Madama amerudisha, ni mke wake. Swali inakuja, kwa nini? Hii swali ya msingi. Maanake kama eda hajaisha, bado mwanamke yuko katika notes, katika himaya ya mwanaume. Sharia hiyo. Sharia. Yaani kama mtu mwanaume mke wake kamacha na eda hajaisha, eda ya talaka kwanza ya pili, sio tatu. Talaka kwanza ya talaka ya pili, sio tatu. Ya kwanza kaacha au ya pili, na eda bado hajaisha, mwanaume yu kafa, mwanamke atamrithi, atakaa eda ya kufia. Naam, bado yu katika himaya ya mume. Na sasa hivi Shekhe, sheria nasema hivyo kama ambavyo mashairi mnatuambia, lakini mara nyingi mtu akipewa talaka siku ya pili. Hii sheria ya Mungu, mimi nanukulu tu. Naam. Tunashuhudia kwenye nyumba nyingi, mtu akipewa talaka, basi siku ya pili mwanamke anafungasha safari, aidha matakwa yake mwenyewe mwanamke, na wakati mwingine mwanaume anamwambia usikae, naenda kwenu. Au mwanamke akishapewa talaka aona hakuna cha kumweka, na pengine talaka ya kwanza ama ya pili. Na Allah Ta'ala katika Qur'ani anasema, anaongea na wanaume, msitoweni kina mama baada kumba talaka ya kwanza au ya pili, mayumba zenu, la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Msitoweni katika mayumba zenu isipokuwa kama ataleta fahisha, na mwanamke mzinifu huyu fukuze. Lakini madama hana kitu ya aibu, hajafanya kitu kubwa sana ambayo fahisha, Qur'an anakuambia usimtoe, akae mpaka eda yake aishi. Kwa nini? Lana Allah Ta'ala anasema mwisho aya, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, ujui huenda hasira itandoka, utarudiana hapa. Mwanamke kama mwanaume ameacha, kanae mbali, kila kaa mbali, watu wabeka fitna, shetani fitna, itakuwa bado kurudiana itakuwa ngumu. Kama yuko mbali ndani ya nyumbani, na yeye analala chumba na hii chumba bado yuko katika eda hajaisha, mwanaume anatakiwa asimfukuze, na mwanamke anatakiwa asiondoke. Lakini watu wanapata hasira, wanaondoka, wanamkhalifu amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kila kitu anaamrisha kwetu ni maslaha kwetu sisi. Hii kosa. Alafu uone mwanamke anakuambia, kwani mimi mwanaume ashaniacha, mimi sitaki, mimi huru. Sawa, huru, lakini sharia imekuamrisha bado katika himaya yake. Natoa mfano moja ambao watu hawaelewe kwa haraka. Maana watu wakina wengine wanasoma dini nafikiri kama dini ya Uislamu wanamnyanyasa. Sio sahihi. Kama Sheikh Mashi nakaa katika nyumba yangu mimi. Nyumba yangu wewe mpangisha. Naweza kutoa siku yote mimi nataka. Hapana. Kwa nini? Kuna utaratibu, penalty, nipange nini? Lazima mwezi 3 wewe nikuwe bana nyumba yangu, baada mwezi 3 toka. Hivi kwa kutoa mtu hawezi kutoa. Tumeona vizuri sana. Bado huyu jamaa makubaliano yake kimujibu wa sheria, na wewe na yeye huwezi kutoa ovyo. Mpaka ajandae ndani ya siku 90, baadaye atahama. Lakini ndani ya siku 90 hii huwezi kuongea naye, yeye anaringa tena. Huwezi kutoa, mimi nakwambia. Na nyumba yako tumeona vizuri. Sasa kama mwanamume amefariki ndani ya eda, mwanamke hajaisha, anamrithi. Anakaa eda. Naam.